still. Praise the living God. Amen. You see, as a singer in the choir, we always like to sing, to praise our Lord through the songs. Kama vile waimbaji kwenye kwaya tunafurahishwa sana kuimba na kumsifu Mungu katika nyimbo. And before we open our Bible, we're going to take first these books, salvation books, Swahili ones. Mbele tusome, tuende kuchukua vitabu vya nyimbo za wokovu. And we are going to sing this song that will give us the way to the message of today. Tutaenda kuimba huu wimbo ambao utaenda kutuingiza katika ujumbe wa the song number 179. 178. 179. We can sing all together for those that have the. Acha tuimbe pamoja kwa wale ambao wanajua wimbo na wale ambao kuna vitabu vya nyimbo. Siku moja mavuno yataisha kabisa, baada ya hayo hukumu. Jua litazimika siku hiyo ya mwisho, na utasikia injili. Atakusanyanga kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza. Uliyelikata neno zuri la Mungu, utakaa wapi milele? Atakusanyanga kwa furaha, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja naye. Wataimba kabisa kwa sauti ya nguvu, kumushangilia Mwokozi. Atakusanyanga kwa furaha, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Praise the Lord. Yes. Let us take our Bibles kwa Biblia zetu, and we are going to open them right now for the message of the Lord has prepared for us today. ili tuende kusoma ujumbe ambao Mungu ameandaa kwetu leo. Amen. Let us open our Bibles in the book of Zephaniah. Tufungue Biblia katika kitabu cha Zefania. In the book of Zephaniah, we are going to take our reading in chapter 1 from verse 14. Zefania sura 1 mstari wa 14. 1:14 to the end of the chapter verse 18. Tutasoma
sura 4:14 hadi 18. Let us read first in English and then Waswahili reader will read afterward. Tutasoma kwanza kwa Kiingereza kisha kwa Kiswahili atafuatia. The great day of the Lord is near and coming quickly. Listen, the cry on the day of the Lord will be bitter. The shouting of the warrior there. That day will be a day of wrath, a day of distress and anguish, a day of trouble and ruin, a day of darkness and gloom, a day of clouds and blackness, a day of trumpet and battle cry against all the 45 cities and against the corner towns. I will bring distress on the people, and they will walk like blind men because they have sinned against the Lord. Their blood will be poured out like dust, and their entrails like filth. Neither their silver nor their gold will be able to save them, on the day of the Lord's wrath. In the fierce of his jealousy, the whole world will be consumed of all, and all who live in the earth. Amen. 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 I was trying to read for us before we proceed. Nasoma Sefania 1:14 hadi 18. Amen. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Hii siku ya Bwana iliyokuu ikaribu nayo inafanya haraka sana. Naam, sauti ya siku ya Bwana shujaa kulia kwa uchungu mwingi huko. Siku hile ni siku ya adhabu, siku ya fadhaa na dhiki, siku ya uharibifu na ukiwa, siku ya giza na utusitusi, siku ya mawingu na giza kuu, siku ya tarumbeta na ya kamsa, juu ya miji yenye maboma, juu ya buruji zilizo ndefu sana. Nami nitawaletea wanadamu dhiki, hata watakwenda kama vipofu, kwa sababu wamemtenda Bwana dhambi, na damu yao itamwagwa kama mavumbi, na nyama yao kama mavi. Fedha yao wala dhahabu yao havitaweza kuwaokoa katika siku ile ya ghadhabu ya Bwana, bali nchi yote pia itateketezwa kwa moto wa wivu wake, maana atawakomesha watu wote wakaao katika nchi hii. Naam, ukomo wa kutisha. Amen. Amen. Let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, we are so grateful for today, so grateful for the message you're giving us today. We are praying, Lord Jesus, to direct us, to lead me, Lord Jesus, so that everything that I will do here today should bring glory and honor to you, should change the heart of many this morning. I pray in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the living God. Amen. Don't fear of what we are reading now, but we have to focus on the Lord. Because the first short message that we receive this morning tells us if you are following the Lord with all your heart, you asking anything that pleases you, and the Lord will give you. Amen. And then here we are into the message of the Lord this morning that we read in the book of Zephaniah, chapter 1, and then we took our reading from 14 to 18. And then the title of the message is the big day or the great day of the Lord. The day that the Lord will return, will come back. Siku ya kuja kwa
Yesu And Kristo. the Bible is clear, is saying that the day is near. Na Biblia kwa wazi nasema siku ile And imekaribia. that day is coming quickly. Na siku hiyo inakuja haraka. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So there's no time of distraction anymore. Hakuna muda wa Because kuzubaa. on that day, Kwa sababu it's siku going to hiyo be a day of anguish. itakuwa It's going to siku be ya a day tetemeko. of blackness, of Itakuwa darkness. siku ya giza kuu. And that is going to be a judgment day. Itakuwa siku ya hukumu. And as the Bible says, Jinsi that Biblia day is inasema, here. hiyo siku iko tayari hapa. It's coming quickly, so Inakuja fast. haraka, haraka kwa kasi. We have to be careful as a Christian. Tuwe hanganisho. Because the word of God sana. says that day Neno is la going Mungu to be, linasema people will cry siku bitterly. ile watu watalia kwa uchungu. It's going to be a day of the wrath of the Lord. Itakuwa siku ya hasira ya Mungu. The day of trouble and ruin. Siku ya uharibifu. The trumpet will sound of that day Tarumbete against italia all the cities. katika miji yote. And whoever that will found on the wrong side of the Lord Na yule ambaye atakutwa kinyume ya mapenzi ya Mungu will be punished. atahukumiwa. And brethren, I believe everyone knows the punishment that will Ndugu receive zangu, at the end of the najua time. kila mmoja anajua hukumu ambayo atapata. Because the Bible, the word of God is clear. Nasema neno la Mungu liko And wazi. is explaining what will happen that day. Ninasema nini ambacho kitatokea. It's going to be a day of blackness. Itakuwa siku ya This sun that we see shining here today, hii jua ambayo tunaiona on that leo. day we won't see Siku anything. ile hatutaona jua. This sun will become dark. Jua hili itazimika The moon will turn to blood. na mwezi itageuka kuwa damu. And this message of the Lord that we take for granted, Na hii neno ambalo will tunalichukulia disappear. poa itatoweka kwa siku ile. praise the Lord. Bwana asifiwe. Let us be ready and prepare for this day. Acha tukue tayari na Because the Lord says He's coming and He's quickly. Mungu anasema hii siku inakuja tena kwa haraka. Amen, amen. Amen. Let us read again. Today we read the Lord. Acha tusome tena In the book of Isaiah 13 and kitabu cha verse Isaya 6. 13, Isaiah 13 and verse 6. sura 3 13 mstari wa 6. Kitabu cha Isaiah 13 and verse 6. In the name of Jesus. Amen. 13 mstari wa 6. Wail, for the day of the Lord is near. I will come like destruction from the Almighty. It will come like destruction from the Almighty. So I read that for us, please. Nasoma katika Isaya 13 mstari wa 6. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Pigeni kelele za hofu, maana siku ya Bwana ikaribu. Itanyesha kama maangamizi yatokayo kwa Mwenyezi Mungu. Amen. Amen, amen. And the Bible says, Biblia inasema because the Lord is so good, He keep on warning us, give us warning of Mungu His ni coming. mwema, anatushauria kila wakati. He tells us we should cry, we should wail, for His time is Anatuambia near. tulalamike, tulie kwa sababu siku ile inakaribia. We should cry and repent all our sins before Tulalamike na Him, tulie na kutubu because kwa He's siku ile. coming near, Kwa and His sababu day ujio is so wake quickly. unakuja haraka. Amen, amen. Amen. Ezekiel chapter 30 and verse 3. Ezekieli sura 13 mstari wa 3. Nabii Ezekieli Ezekiel 30 and verse 3 says in the name of Jesus, the day is near, the day of the Lord is near, a day of cloud, a time of doom for nations. Praise the Lord. 13 mstari wa 3 katika Ezekieli, tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Kwa maana siku ile ikaribu, siku ile ya Bwana ikaribu, siku ya mawingu itakuwa wakati wa mataifa. Amen. Amen, amen. The Lord is keep on giving us warnings. Mungu That anaendelea His kuisha day to come is near. kwamba siku yake ni karibu. We have to cry bitterly for, we have to cry for Him for the forgiveness. Tunahitajika kulia kwake kwa ajili ya Because msamaha. when He came, Ili atakapokuja He may find us ready. atukute Because He yuko tayari. says,
He's going to bring doom over the kwa nations. sababu anasema ataleta adhabu kwa ulimwengu, He's going to destroy everything. ataangamiza kila There's kitu. nothing that will stand before his presence. Hakuna kitu kitasimama mbele yake, Because at that day the Lord won't come like begging us as he do now. kwa hiyo siku hata kuja akitubembeleza kama Because now he's still begging us, come to me, repent of your sins. kwa sasa bado neema ingaliki, tungali nabembelezwa But sana. the time he came in this day with his wrath, atakapokuja na hasira yake, this won't be the day of mercy. haitakuwa It's siku going ya to be a neema, day of destruction. itakuwa siku ya It's kuharibu, going to be a day of sorrow. itakuwa siku ya kilio. So you and I, brethren, Mimi na wewe we have to search our heart and know how we are walking. tuchunguze mioyo yetu. Praise the Lord, praise the Bwana Lord. sifiwe. So what will happen that day is going Ambacho to be so kitatokea dangerous. siku ile itakuwa ni The hatari. sun will turn to blood, won't shine anymore. Jua litazimika, It's going to be darkness all around the world. giza itakuwa katika ulimwengu wote mzima. People will be crying, shouting of sorrow. Watu watalia na kusaga meno, The moon will turn into blood. mwezi utageuka kuwa The damu, stars won't shine anymore. nyota hazitang'aa tena. Praise the Lord. Let us read in the book of Joel. Joel chapter 2 and verse 31. Yoeli 2 mstari wa 13:1. Kitabu cha Yoeli. In this book of Joel, we are going to see how things will turn, how the moon, the sun will turn to darkness. So these are the warnings that the Lord keep on warning us, so that we may search our life, our heart, and to know how to prepare for the coming of the Messiah. Anaendelea kutushauri na kutuweka tayari. Joel chapter 2 and verse 31, in the name of Jesus. Yoeli 2:31. We are reading, the sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Amen. Amen. Read for us, please, in Swahili. Yoeli sura 2 na 32. 31. 31. 32. Moja, 31 tu. 31. Amen. Jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na itishayo. Amena. Read for us again in the book of Acts chapter 2 and verse 20. Some tena kitabu cha Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 12. Acts chapter 2 and verse 20 says, the sun will turn to darkness and the moon to blood before the coming of the great and glorious day of the Lord. Amen. Matendo ya Mitume 2:20, nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Jua litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyokuu na iliyo dhahiri. Amen. Amen. As we already said earlier, that day is going to be a dangerous day Kama tulivyotangulia for kusema, everyone ile that siku will be itakuwa caught siku ya on the wrong hatari side of the Lord. kwa yule ambaye atakutana If the Lord ya mapenzi ya Mungu. finds you in the wrong place, you'll be gone. Ukikutaniwa uko katika Or if upande you find mbaya, yourself on the left hand side of the Father, it means for you are finished for eternity. ukikutaniwa uko kwenye mkono wa kushoto, Because the sun that we are enjoying now kwa sababu jua ambalo tunalolifurahia sasa is gonna go. litatoweka, Because nothing will stand before Him. kwa sababu hakuna kitu kitasimama mbele. Even the cloud, the heavens Hata will try to run away, hata but mawingu no place to hide on that utakimbia, time. lakini hakutakuwa nafasi ya kujificha. So everyone will stand before the judgment of the Lord Kila on that mmoja day. atasimama mbele And they will be accountable for everything that He has done. ataanza kutoa hesabu ya kila kitu Amen. ambacho. Amen.
So the Lord is warning us on that day. Because the Lord is so good, so gracious to us. He Mungu keep on warning anakushauria us. kwa ajili ya siku hiyo, kwa sababu yeye ni mwema, Because anaendelea that day kukukumbusha. nothing will vanish Kwa without sababu being judged. hakuna kitu kitapita bila kuhukumiwa, And once we are judged, na kisha kuhukumiwa, and then everyone will see where he will go. kila mmoja hapo Only two atajua places to go. ni wapi In atakuwa, heaven or in hell for eternity. wala mbinguni ama kwenye moto wa milele. Praise the Lord. Amen. Because the Lord that day is keep on warning us, and you know how it's gonna come. It's gonna come like a thief. Mungu Whenever a thief anakushauria come to steal, atakuja kama vile mwizi. he won't tell you, I'm gonna steal from you Wakati tonight. mwizi anakuja kuiba, hakuambii kama nitakuja iba kwako I said, leo oh, usiku. brother Tula, today you must prepare yourself. Sema, ndugu mtu ula, ujitayarishe leo, I'm gonna ninakuja break in your house. leo ninakuja kubomoa kwenye mlango wako leo. For me, my container is fire. I say, oh, phone me, Justin. You know your container here in Prague. Today I'm gonna break in and take your machines. Ama wanampigia No. simu kuambia, ndugu, There's no warning. I'll just come there and find everything is gone. nitaenda hapo asubuhi na It's gonna be the same day of the Lord coming. itafanana vile vile na We will siku be ya Bwana. partying, we'll be enjoying as a Tutakuwa wedding, tukifurahia maisha, but it's gonna come suddenly. lakini atakuja, It's gonna be a sudden day. atakuja kwa mshtuko, And if you're not ready, na kama utakuwa uko tayari, you'll be doomed for eternity. utakuwa ukilia. The word of God is not a joke. Neno la Mungu Because sio mzaha. every word that is written in the Bible will be fulfilled. Kila neno limeandikwa humu litatimilika. Praise the Lord. Bwana sifiwe. 2 Peter chapter 3 and verse 10. Petro wa pili sura 2 na mstari wa 10. Petro wa pili sura 3 na mstari wa 10. That is explaining how the Lord will come. It's going to come with unexpected. Inatuzungumzia namna gani Mungu atakavyorudi katika hali ambayo hatutatarajia. He won't tell us anymore because this is a warning that is giving us. Hata tuambia tena, kwa sababu hii ndio ujumbe tunaambiliwa tayari. Our Swahili reader can just read for us quickly. Msomaji wa Kiswahili atusomee. Second Peter chapter 3 and verse 10. Our reader is not ready. Sura 3 mstari wa 10. Let us read it in English because it seems that our reader is not ready in Swahili. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by the fire, and the earth and everything in it will be let burn. Amen. Amen. 1 Thessalonians chapter 5 and verse 2. It says the same, but we are going to read it. Wathesalonike wa 1 kwanza Thessalonians chapter 5 and verse 2 na mstari wa 2 nazungumzia vile vile. says, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Amen. Amen. The Lord that day will come like a thief come in the night. Unexpected. Siku ile atakuja kama vile mwizi. You'll be partying, you'll be enjoying your life, so called Utakuwa enjoying your life. ukifurahia maisha, You'll be doing everything. utakuwa ukifanya vyovyote Let's bila take kuwa example kawaida. of Sodom and Gomorrah. Hata tuchukue mfano wa Sodoma na Gomora. Sodom and Gomorrah people were enjoying lives. Watu wa huko walikuwa wakifurahia maisha. Were doing everything that they were doing. Fanya vyovyote vile walikuwa wakivifanya. But the destruction of the Lord Lakini siku came ya to them uharibifu unexpected. ikafika kwa And the Lord destroys everything there. Mungu akaharibu kila It's kitu. going to be the same day and the last day Kuwa vile vile kwa siku when He came again. wakati atakapokuja tena. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Praise the living God. Bwana sifiwe. We have to be ready Tuwe tayari by removing everything that may cause us to
not be selected. Kwa kuondoa vyovyote vile ambavyo tufanya kutokuchaguliwa. And the book of Mark give us some kind of answer of that. How we should try and live according to the word of God, so that we may avoid being punished or perish on that day. Let us read in the book of Mark chapter 9 verse 43 to 48. Marko sura 9 mstari wa 43 hadi 48. Our Swahili reader can read for us. Msomaji wa Kiswahili ataweza kutusomea Mark chapter 9 verse 43. Yes. Marko sura 9 mstari wa 43 hadi 48. Yes, 13. Usome Marko 19:13 mpaka 18. mpaka 18. Yes. Na mkono wako ukikukosesha ukate, na mkono wako ukikukosesha ukate, ni afadhali kuingia katika uzima ukikutu kuliko kuwa na mkono miwili na kwenda zako jehanamu, wenye mto usiozimika, ambamo humo funza wao hafi, wala mto hauzimiki. Na mguu wako ukikukosesha ukate, ni afadhali kuingia katika uzima ukiwete kuliko kuwa na miguu miwili na kutupwa katika jehanamu. 16. Ambamo humo hufunza hao hafi, wala mto hauzimiki. 17. Na jicho lako likikukosesha liongowe, ulitupe, ni afadhali kuingia katika ufalme wa Mungu katika ufalme wa Mungu una chongo kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu. 18. Ambamo humo funza hao hafi, wala mto hauzimiki. Amen. Amen. Praise the Lord. You see, the Lord is so good. He keep on warning us and tell us what to do to avoid being doomed on the day He comes. Anaendelea kutushauri In the book of Mark chapter 9, where they finished to read right now, katika kitabu cha says, if your hands that may cause you to miss the kingdom of heaven, cut it off. It's better for you to inherit the kingdom with one hand more than being thrown in hell with both your hands. Kama mkono wako utaweza kukosesha kutokuingia, ni bora kukata ili uingie na mkono mmoja. And then it goes on and says, it's better if your foot causes you to sin, ama mguu wako unakufanya wewe utende dhambi, cut it off. It's better to have one foot kuikata and to inherit the kingdom. Moja ili ulinde ufalme. And it says, if it's your eye that pushes you to sin, kusema kama ni macho ambayo inakusumbua, pluck it out. tena dhambi, It's iondoe. better to inherit the kingdom Ni with heri one eye more than being thrown in hell with both your eyes. Kuliko kutupwa motoni na macho yako mbili. Amen, amen. It means, I don't mean like you should remove your eye and pluck it out.
Simaanishi kwamba utoe macho yako. Because I've seen people are looking at me and this person is not serious, man. Naona Why can I remove my eyes? No, it's not like that. It means if this eye, what you are looking for, what you are watching, pushes you to watch things that are not good. ambayo unaangalia inakusukuma kufanya vitu ambavyo. And now you know the internet these days is open for everyone. Najua mtandao wa internet. We have to be careful of what we are watching. Tunapaswa kuwa if you watch something that is not pleasing the Lord, kama unatizama yale ambayo mpendeza, it means this your eye may cause you to miss the kingdom of heaven. Maanisha macho yako haya yataweza so to pluck your eye out, kuondoa jicho lako, it means stop watching those kind of things. Acha kutizama mambo kama yale. Amen, amen. And there says your hands. Wakazungumzia kwa ajili ya mkono. If your hands may causes you to miss the kingdom, kama mkono wako, the time the Lord come, because we will stand before Him and be charged. Tutasimama mbele yake na kuhukumiwa. Chop this hand. Wakambia it's better to stay crippled without a hand. Baki na mkono mmoja kwa kilema. More than missing the kingdom. Kuliko or being thrown in hell with both your hands. Ala kutupwa katika moto. It means if these hands cause you maybe to steal, kama mikono inakufanya wewe kuiba, to fight or to do other wrong things with your hands, ama kufanya mengine mabaya kwa mkono wako, stop your hands from stealing. Acha mkono wako kwa kuiba. It means you cut it off. Inamaanisha unaukata. If it's your feet that causes you, kama ni miguu yako, of where you are going, inakufanya wewe kuenda zile sehemu, maybe at night where we cannot see you as human being, hatuwezi kukuona, but the Lord sees you. Lakini Mungu anakuona. Chop that feet out, kata ule mguu, so that you may be eligible in the kingdom. Ili ukubaliwe katika maybe where you are going causes you to miss the kingdom. Cut the foot out and so that you may be eligible to in the kingdom. Kata mguu ili ukubaliwe kuingia. Amen, amen. Amen. This is the warning that the Lord gave to us. Hii ni mashauri ambayo Mungu anatushauri leo. And now we are about to close. We are not going further anymore. Tunataka kumaliza. The Lord already gave us warnings. Mungu amesha kutushauri. As we read in the books of Zephaniah, Isaiah, and Ezekiel, and Job, vitabu hivi vyote tumesoma kwa siku ya leo. Is a warning of the coming of the Messiah. Tushauria ama kutualika kwa ajili ya ujio that is near. Kusema kwamba siku ile is coming quickly. Inakuja haraka. For those that keep on dwelling doing bad things, kwa wale ambao wanaendelea kufanya, it's going to be like a surprise for them. Itakuwa kama vile mshtuko kwao. But the Lord keep on loving us and telling us what we should do. Mungu anaendelea kutukumbusha na kutupenda. Before I come, if it's your eye that may push you to this, kabla sijarudi, kama ni jicho lako litakufanya utokurudi, hiyo ndio. If it's your hands, cut it off. Kama ni mkono wako, if is your feet, cut it off. Kama ni mguu, so that when I come, ili nitakapo with my wrath, my anger, katika hasira yangu, you should find yourself on my right hand side. Ujikute mwenyewe those that will be found on the left hand side, wale ambao utakuta kwa mkono wa kushoto, the Lord will tell them, go away from me and do not go. Bwana atawaambia ondokeni, sikuwajua. Because some people will be, Lord, I was coming to church every day. Wengine watu watasema nilikuwa nakuja kanisani kila siku. I was in the choir. Nilikuwa mwimbaji. I was a counselor. Nilikuwa mhudumu. I was an evangelist. Nilikuwa mwalimu. I was a pastor. Nilikuwa pastor. Or whoever you may name. Ama yoyote unaweza kujiita. But if you are not considering this warning that the Lord has given, lakini kama utembelei kadiri ya maneno haya and live as a righteous person as you can, ukaishi katika hali ya utakatifu, the Lord will tell you, go away, I do not know you. Mungu atakwambia ondoka, sikukujua. And my brothers and sisters, ndugu zangu na dada zangu, whenever the message comes down, wakati ujumbe it means the Lord sees something that we have to change as a church. Mungu ameona kuna kitu ambacho tunahitaji kubadilisha kama vile kanisa. Amen, amen. So if there is a message that comes, have a meaning, have a purpose for us.
Kama neno linakuja linamaanisha linakuwa na shabaha and fulani. now before we close, Na mbele tufunge, I know that the word of God comes with a purpose. najua neno la Mungu linakuja na shabaha. And we are going to call people that feels like, really, if the Lord come now, as the word says, Tena kuita watu wale ambao I wanajisikia may miss the kingdom. nao kama Mungu anakuja This leo, my anaweza feet pushes me to do wrong. kukosa ufalme wa Mungu. This my eye Hii miguu yangu, macho yangu may cause me to miss heaven. inaweza kunifanya. So today is the day that the Lord has chosen for us. Siku ya leo ni siku ambayo Mungu amechagua. Come to the altar because the Lord Kwenye madhabahu loves us. kwa sababu Mungu The Lord is still giving us the chance to repent. Mungu bado anatupatia muda wa kutubu. Nobody knows. It may come now. Hakuna ambaye anajua, labda ni sasa. Now as we are speaking, Na kwa jinsi it can tunazungumza happen because nobody knows. ataweza kufika kwa sababu hakuna mtu The angel does not know. hata malaika hawajui. Only God that knows that day. Ni Mungu mwenyewe anajua. But as gracious as He is, Kama vile Mungu anakuwa mzuri, He warned us. anatushauri We should keep on living good tuendelee in His sight. kuishi maisha mazuri matakatifu katika mapenzi yake, So that if He came now, ili atakapokuja sasa He may take us away and go with Him. atuchukue na twende naye. We read there that in hell, even the smallest creature won't die. Will keep on suffering there. Tulisoma kule katika ule moto, hata kiumbe kile kidogo kama vile Biblia inasema hata funza kule haikufi kwa ile moto. It won't die. You'll keep on suffering forever and ever. Endelea kuteseka milele na milele. So imagine if you find yourself that side. Sasa jifikirie ukijikuta kwenye ule moto, A smallest creature won't die. ambapo What about you with flesh? funza ama hata kanyengelele akawezi kufa. Sasa wewe You will suffer and suffer. utasumbuliwa na For kusumbuka eternity, you will kwa suffer. siku zote milele. So, but the Lord is so good. He gives us the warning. And He calls us today to come and repent our sin. Anatuita leo tuje na So kutubu dhambi that zetu, it may come now. ili kwamba We can be ready. shafika leo tukuwe tayari. The book of Micah, chapter 4, verse 5, tells us, Kitabu cha Mika sura 4 mstari wa 5. it tells us that all the nations may walk in the name of their gods. We will walk in the name of our Lord, our God, forever and ever. Amen. So today is the day, brethren, Leo ni siku ile ndugu zangu, the day to come and give your life fully to the Lord. siku ambayo nahitajika kuja na kutoa maisha Because the book of yako Micah yote, says the whole world may walk in the name of their gods. kwa sababu hii kitabu cha Mika kinatuambia ulimwengu wote utaweza kutembea katika mapenzi ya But Mungu we yao. as a church, we as a Christian, we that the Lord has bought with His blood, Mungu ametununua kwa we damu. have to keep on walking Tunaendelea kutembea in the name of our Lord. jina la Mwokozi wetu. But what pushes us far away from Him Nini natufanya kuwa mbali naye? are the sins that we keep on doing every day. Ni dhambi ambazo tunazifanya kila siku. But today we are so grateful for the Lord has given us this message. Leo tunafurahi Mungu ametuma ujumbe huu kwetu. So brethren, if you are there, you feel like really, Ndugu, my kama uko eye, pale, if the Lord come now, jicho may langu kama Mungu push me to anakuja miss the leo, kingdom. tena nifanya kutokuingia. My hand, if the Lord come Mkono wangu now, I kama will Mungu miss the anakuja, kingdom. nitakosewa na My ufalme. feet, if the Lord came now, I may miss the kingdom. You are welcome Unakaribishwa, to come and receive unakaribishwa, what the Lord has prepared for you today. unakaribishwa kuja kupokea yale. We are not going to rush and close
wametayarisha kwa ajili. We are calling whoever that feels that really recently I've been going in the wrong side of the Lord. In anything. You are welcome before the Lord. To receive your salvation today. To avoid the doom on the day the Lord returns. Ili kuepukana na moto na ama hukumu wakati Mungu atakaporudi. In the book of Zephaniah says, katika kitabu cha Zefania, the day is near and is coming quickly. Kwamba siku ni karibu tena na kuja na haraka sana. And then it says it's going to come unnoticed. Na tena kasema atakuja, it's going to come the time we are enjoying, we are partying, wakati tunafurahi katika mambo yetu. The world is developed. Katika ulimwengu wa technology is going forward. Ulimwengu wa teknolojia, but it's going to come unnoticed. Lakini atakuja pasipo kutaarifu. Don't be caught between the world. Don't be caught in the world whenever the Lord comes. Usingelikamatwa mateka katika ulimwengu. If you are there, brother, and we are not rushing. Kama uko pale ndugu na dada, come forward. Njoo mbele huko. Come and talk it all to the Lord. Njoo umwambie Mwokozi. You may say, no, I did not sin, I did not do anything wrong. Utaweza kusema no, sijatenda dhambi. Maybe is your mind, what you are thinking in your mind. Hata katika mawazo. Maybe what your tongue, what you have said to your brother, to your sister. Ulimi wako ambayo umesema kwa ndugu yako ama kwa dada yako. You are welcome before the Lord. Unakaribishwa. The servant of the Lord are here to pray for you. Mtumishi wa Mungu wako hapa kwa kukuombea. We are not rushing. We are calling people to come before. Tunaita mkuje mbele za Mungu. And if there is no one that will repent and all we are okay, kama hakuna mtu, kama sote tuko tayari, we thank the Lord for that. Now we are going to call, mshukuru Mungu kwa hiyo, those that are sick and feel their body are weak. Tutaenda kuita wagonjwa ambao wanasikia they need prayer so that the Lord may strengthen them, ambao wanahitaji msaada wa maombi ili Mungu awavike nguvu, to come forward, wafike hapa mbele. Wagonjwa and those that are pregnant as well, because the Lord that keeps give the protection. Hata wajawazito nao they are welcome as well to come before the Lord. And after that we are calling those that need the power of the Holy Ghost. Those that need the power of the Holy Spirit to strengthen them. Because the day of the Lord is coming and is quick. We all need His power. Because without His power, we will caught in wrong side. Tutanaswa katika sehemu mbaya. And if there is none that will come, we are going to proceed with the prayer. Kama kuna mwingine tutaendelea kuombea hao ambao wamefika. And welcome the servant of God, our evangelist Papa P, to pray for those that are sick. And evangelist Brother Peter will pray and ask the Lord for the Holy Spirit to strengthen us and those that can receive today. Welcome to our Baba, katika uwezo wa jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu. Baba, tuko mbele zako na watoto wako wamekuja hapa kwenye madhabahu wakaanguka kifudifudi chini ya miguu yako, chini ya msalaba wako Yesu Kristo, kwa sababu ulipotoa maisha yako kwenye msalaba ulisema yote yamekwisha. Magonjwa yote yamekwisha. Umechukua masikitiko yetu, umechukua mizigo yetu, ulichukua magonjwa yetu Bwana. Miili ya watoto wako ni hekalu lako Mungu mtakatifu, sio hekalu la magonjwa,
Kuanzia sasa Bwana, naenda kuwainua watoto wako mbele zako katika hali yoyote ya magonjwa, mwili kuluma, mifupa kuluma, kichwa, flu, damu, tumbo, Bwana, vyovyote vile, hata kufanya consultation kuanzia kwenye unyao mkuu hadi kwenye nywele Bwana, wana kugusa. Jina lako naitwa mponya pitaye wote Bwana. Uliponya hapo kale na hadi sasa unaendelea kuponya Bwana. Yesu haujawahi kushindwa na kama haujawahi kubadilika Bwana. Yesu Kristo amemponya mama yule ambaye ametoka damu muda wa miaka 12. Ulimfufua mtoto wa mjane. Bado una nguvu, haujawahi kubadilika. Ulisema Bwana, tukiwa na imani nao utatenda. Wamekuja hapa Mungu wakiwa na imani ya kwamba utaenda kugusa Bwana. Tunaenda kumuleta mama katika mikono yako Yesu Kristo. Mtumishi wako namjua, anakutumikia Bwana. Shetani anamwandama, magonjwa yanamwandama katika jina la Yesu Kristo. Bwana kumfungua. Magonjwa yameshindwa, yamejaribu tu kuja kutembea, lakini sasa yameshindwa katika jina la Yesu. Na wengine wengi ambao katika hospitalini, wengine nyumbani Bwana, vile vile nawaleta mikononi mwako. Uendelee kuwagusa na imani ya kwamba Bwana, kuanzia sasa jioni wataanza ona mabadiliko na jina lako litatukuzwa. Hivyo ninawaacha katika mikono yako Yesu Kristo. Amen. Nakushukuru Mungu Baba, Mungu mwenye nasema asante Mungu mwenye uweza na mamlaka, ni wewe ndiye milele Kristo. Baba, nasema asante mtakatifu, mwenye uweza na mamlaka, Bwana umekuja nasi kwa mbele zako siku ya leo. Baba, tunasema asante maradufu, neema yako inatosha Kristo. Bwana, ninakuja kuleta wana wako mbele zako Mungu mweza yote, ni wewe mshindi wa ajabu mtakatifu, ambao wanahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana, uwe pamoja nao Kristo, maana Bwana ni ahadi ambayo ulituahidia ya kuwa utatumia yule ambaye atakuwa pamoja nasi, atakayetuongoza siku zote za maisha yetu Bwana, hadi siku ile utakayokuja mtakatifu. Baba, tazama wote wako hapa Kristo wakihitaji nguvu zako mtakatifu. Bwana, waongoze kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, uwavike nguvu na ujasiri Papa, yale yote ambayo yanakuwa ni vizuizo katika maisha yao kwa kutenda kazi yako Bwana, uwatoe uoga, uwatoe hofu ndani mwao Mungu, ili kwamba wapate kusimama imara na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Takatifu nasema asante Bwana Mungu mwenye nguvu, mshindi wa ajabu ni wewe Kristo. Upewe sifa Mungu mshindi wa ajabu. Uinuliwe Bwana, maana Kristo amekwenda kutenda matendo makuu na maajabu. Ninasema asante Bwana, maana umekwenda kuwavika nguvu. Ninasema asante Bwana, maana umekwenda kuwaongoza. Ninasema asante Mtakatifu, maana uoga na hofu umetoka ndani mwao Kristo. Ninasema asante Mtakatifu, uinuliwe daima milele Bwana. Neema na rehema yako Yesu Kristo idhirike katika maisha yao siku zote za maisha yao Bwana, katika uweza wa damu yako Yesu Kristo. Amen. Amen. We thank the Lord for the message today. Nashukuru Mungu kwa ujumbe wa leo. May His name be praised. Jina lake litukuzwe. May His name be blessed. Jina lake litukuzwe. In the name of Jesus Christ. Jina la Yesu Kristo. Amen.